bien. Yeah. Limo. Yeah. Bana, mwanamuziki wa Singeli ambaye anafanya vizuri misimu yote, Dula Makabila amewasili hapa msibani kwa mama mzazi wa Meja Kunta kwa ajili ya kuja kuwafariji wafiwa. Dula, pole kwa msiba kwanza. Asante sana. Wewe ni mmoja kati ya vijana ambao Temeke umeishi sana na makuzi yenu yalikuwa huku wakati mkitafuta haso. Taarifa ya msiba jinsi ambavyo imekufikia na ulipofika hapa jinsi ambavyo umekuta. Unaweza kuzungumzia hisia zako jinsi ambavyo labda ulikuwa ukimfahamu marehemu mama yake na Meja Kunta? Mama wa Meja Kunta sikuwahi kuonana naye wala sikuwahi kuongea naye, na Meja ni rafiki yangu, ingawa tuna upinzani ya kwenye muziki na nini, lakini ni mshikaji wangu ambaye hana baya, yani hilo la kulifanya nisiapie eneo hili. Yeah. Na jinsi ambavyo umefika hapa msibani na taarifa zilizokufikia labda imekuwaje? Niliona kwenye Insta story ya meneja wa Sowiso, nikampigia simu nikamwambia Waso bana, vipi shwari? Nini kinaendelea bwana, tunazika kesho na nini. Basi sasa bahati mbaya na mimi nilikuwa nimetoka kukesha, kwa hiyo nikawa macho mazito, nikashindwa hata kuendesha kuja huko. Nikasema tu leo nitajitahidi nifike, na nashukuru Mungu nimefika muda ambao bado hawajazika. Kwa hiyo ni swala kumshukuru Mungu, nasubiri tu taratibu zifuatwe tukampumzisha mama yetu hivyo. Na tumeona jinsi ambavyo wasanii wengi mkiwa mmejitokeza kuhakikisha kwamba mnamfariji rafiki yenu kwa maana Meja Kunta baada ya kumpoteza mama yake. Hii ina maana gani kwenye tasnia? Ni upendo. Alafu unapozungumzia nafasi ya mama ndo nafasi ambayo hainaga kufananishwa. Kwa hiyo tunasema tu kwamba tuko hapa, tumekuja kumzika mama yetu, tumejisikia vibaya kwa sababu mama yake Meja ndo mama yangu, ndo mama yake Divoice, ndo mama yake Shalomwamba. Kiukweli inaumiza. Yeah. Neno lako kubwa kwa Meja kipindi hiki kigumu alichopitia baada ya kumpoteza mama yake? Mimi nimwambie tu kwamba ni kipindi kigumu kweli kama ambavyo amesema, lakini Mungu anatupitisha kwenye mitihani ambayo anajua tuna uwezo wa kuimudu. Kwa hiyo Mungu amtie nguvu kwenye kipindi hiki ambacho anapitia, na inshallah kila kitu kitakuwa sawa huko mbele. Swali hili kupendeza utanijibu, usipokupendeza utaniachia swali langu. Yeah. Wimbo wako ambao mpya umeutoa, unaonaje maendeleo yake kwa jinsi ambavyo unapokelewa na watu? Wimbo uko namba 1 on trending, ndio kitu ambacho kilichopo. Na unazungumzia nini haswa ndani ya nyimbo? Vitu vingi ndio ambavyo hata mwenyewe unavijua, tusichoshane. Tuko msibani Temeke na tulipokea taarifa za kifo cha mwimbaji cha mamake na msanii wa nyimbo za Singeli Meja Kunta, na leo ndo tumeambiwa ndo siku ya mazishi. Hapa ni msikitini na aliyeko mbele yetu ni baba mzazi wa Meja Kunta. Pole sana na msiba. Asante. Watanzania kufahamu kwa majina unaitwa mzee nani? Kwa majina naitwa Muharram Sadiki Mtomboka. Okay. Sawa, labda mngetufahamisha msiba namna ambavyo ilivyokuwa, marehemu alikuwa kiumwa ama ilikuwaje? Hapana, kwa kweli ni kama ghafla fulani, kwa sababu marehemu alikuwa haumwi, ila alikuwa katika mishughuliko yake. Kwa hiyo akawa amesafiri kwenda zake na ni huko Lindi, kwenye mazingira ya samaki pwani. Kwa hiyo alipofika kule, baada ya kuandaa mzigo wake tayari yuko katika maandalizi kutaka kurudi, ndio akatokea hali ya kuwa kama ya pressure. Okay. Kwa hivyo tokea hali hiyo, baada ya kumsaidia mpaka muda fulani ikaonekana tayari hali imekuwa sio mzuri, akapoteza maisha. Limekuwa pengine labda ni tatizo la muda mrefu ambalo lilikuwa linamsumbua muda mrefu, ama ni ghafla tu ndio limetokea mpaka ikapelekea mauti wake? Hapana, hii pressure anayo. Pressure nayo sometimes inamtokea, lakini alikuwa na control mwenyewe, anatumia dawa hizi lakini hii ilipotokea hapa ilikuwa ni ghafla, kwa hiyo ikampelekea fariki. Okay. Pengine labda siku chache kabla ya umauti wake kumfika, mlipata labda nafasi ya kuweza kuwasiliana ama kuzungumza chochote kabla hajafika na umauti? Hiyo tulipata nafasi ya kuwasiliana, kwa sababu nafikiri ndani kama ya mwezi mmoja hivi tulikuwa wote kule nyumbani kwa Meja Kunta, tukakutana pale tukazungumza mwanawe, tukaenda sawa. Lakini kama baada ya wiki mbili tulikutana na mimi Mtoni hapa, tukazungumza katika masuala tu mengine ya kimaisha,
na kutaka kujua mwanae maendeleo yake, mazingira yetu, tukazungumza. Baada ya hapo, baada ya wiki mbili hiyo ndio akasafiri kwenda huko. Okay. Ukisema kukutana naye kwa maana kwamba hamuishi pamoja wewe? Hatuishi pamoja. Na hiyo ni muda gani? Hiyo ni muda mrefu. Hiyo ni muda mrefu. Tulishatengana. Kuna akaolewa sehemu nyingine, akazaa tena kule watoto wawili. Kwa jumla na watoto 5. Kwa hiyo nimeja ni mtoto wa 3. Dada zake wawili wamemtangulia ambaye hao sikuzaa naye mimi. Lakini tulipokuja kuzaa naye mimi mtoto mmoja, then akaja tulipotengana akaja kuolewa sehemu nyingine akapata watoto wawili. Inadaiwa kabla ya kifo chake usiku wa saa 4 alikuwa anazungumza na mtoto wake wa kike, lakini anasema baada ya kumuulizia mzazi mwenzie na kusema kwamba anaumwa yuko hoi ndio limpata pressure. Kuna ukweli kiasi gani kwa hilo? Kwa hilo siwezi kulithibitisha kwa sababu kwanza taarifa hiyo ya kupata kutoka kwa mtoto kwa mama anaumwa mlango hiyo saa 4 anaumwa, hiyo kupata taarifa yote. Ila mimi nilikuja kupata taarifa kwenye majira ya saa 11 baada ya meja kunda kunitafuta, lakini simu nilikuwa nayo mbali kidogo. Kwa hiyo nilikuja kuipata kumpigia vipi na baba tayari kuna taarifa ya msiba. Vipi mama amefariki. Shida nini? Na baba na tatizo ni pressure tu ghafla imetokea hiyo. Hivi ninavyoongea tayari mimi niko njiani nakuja hapo kwako tuangalie mazingira msiba yanaendaje. Kwa hiyo tukawa hivi. Kwa hiyo pressure taarifa ya kupata mapema kwamba alikuwa labda anaumwa masaa 3 nyuma kupata taarifa hiyo. Lakini taarifa nilipata mpaka tukio linamtokea kwa muda huo tayari kwa katika shughuli zake za kuandaa mzigo wake. Labda kutukumbusha tu enzi za uhai wa marehemu, kwenye wewe na yeye mlikuwa mkishirikiana vipi kuhusu kipaji cha Meja Kunta kwenye upande wa malezi na mkamgundua mwenyewe msanii, hiyo yote mmeenda naye vipi? Hiyo tumeshirikiana vizuri kwa sababu kugundua Meja Kunta ni ana kipaji cha usanii baada ya kumaliza masomo yake. Alipomaliza masomo nilikuwa naishi naye mimi tangia akiwa mdogo, lakini baada ya kumaliza masomo ya form 4 pale yeye akawa anaanza kutoka, wakati mwingine sipata taarifa kwamba amelala wapi. Kwa hiyo nilipokuwa nawasiliana na mama yake ambaye amekuja huko yuko huko na siku 2 siku 3. Kwa hiyo mimi alipomaliza masomo yake nilikuwa na maendeleo kuandaa masomo mengine. Kwa hiyo nilipomuuliza mazingira yako niko vipi, na baba mimi kuna kitu nafanya nitakwambia. Lakini kwa kweli hakunikabili kuniambia kwamba bwana mimi ni msanii, hapana. Lakini nikaja kuzisikia nyimbo naambia huyu bwana kijana wako. Baada ya kusikiza ni kweli, nikarudi nyumbani nikamwita tukakaa. Mazingira nasikia sasa hivi unaingia hata usanii. Je, mazingira yako yakoje? Na baba nipe kama siku 2 3 4 nitakwambia. Kwa hiyo baada kupita siku hizo akaja kuniambia baba mimi nafanya shughuli hizi hapa na nategemea kwa hivyo naomba support yako. Na kweli nilimsupport, yani nyimbo ya kwanza kabisa achana hizi zingine lakini nyimbo ya mama ambayo nafikiri ndio iliyomtoa ile mwenyewe mchango wangu ulikuwa mkubwa sababu wakati niko zangu kuna mkoa mmoja kusini Kunjinjo. Ndipo kule nilienda katika mazingira ya ufuta ndipo akanipigia simu. Akanifahamisha baba kuna 1 2 3 naomba msaada wako. Ni kweli na mimi kwa sipo nikamwambia basi rudi kwa mama yako ambaye nilikuwa naishi naye. Rudi kwa mama yako pale kuna pesa kiasi fulani akachukua. Akafanya hivyo tayari mpaka mrudi akamerekodi siku ya kwanza tu ambaye mama umetolewa akaja maeneo ambayo